Naam, mtazamaji wa Manara TV, tupo hapa katika kijiwe cha mpira hapa Karume kuzungumza na mashabiki. Hiki ni kijiwe ambacho kimesheheni mashabiki wa timu zote mbili. Kwa maana kuna mashabiki wa timu ya Simba, lakini pia kuna mashabiki wa timu ya Yanga. Tupo hapa kuzungumza na mashabiki. Mambo vipi? Swali inakuwaje? Safi. Wewe ni shabiki wa timu gani kati ya miamba hii ya Kariakoo, timu hizi mbili? Mimi shabiki wa Simba Sports Club. Shabiki wa Simba. Yeah. Tumetoka kusikia taarifa kutoka bodi ya ligi kwa TFF, tumetoka kusikia taarifa kutoka katika klabu ya Yanga. Kwa hichi ambacho kinaendelea kuhusiana na hili sakata, tumeona Yanga wamesema kwamba wanaidai bodi ya ligi na TFF nao wakatuma barua kusema kwamba wao ndo wanaidai Yanga. Kwa hili ambalo linaendelea, unaona lina afya katika mpira wetu wa Tanzania? Halina afya kwa sababu mpira wetu asilimia kubwa haufuati kanuni na sheria. Ndio. Sawa. Ina maana hapa tayari mpira ushaingia beef. Sawa. Kuna mtu alikuwa anawabeba watu waliokuwa wanabebwa nao, sasa hivi wanajiona tayari washaota mapembe. Sawa. Hii staili wanaoishi nao Yanga na TFF kuhusu kukatana madeni ndio staili wanaoishi na vilabu vyote. Hata vilabu vidogo ukienda. Sawa. Na ukienda kwenye kanuni ya adhabu ya klabu. Sawa, kanuni kama 48 hivi. Sawa. Timu yoyote inapotozwa faini, inatakiwa ilipe faini kabla ya kucheza mchezo unaofuatia. Lakini leo TFF wamekuwa wakitubeba. Sawa. Ukienda kwenye kanuni ya 14 inaongelea leseni ya vilabu. Ili klabu ipewe leseni ya kucheza ligi. Hakuna hata klabu moja yenye sifa. Sawa, lakini TFF wamekuwa wakifanyaje? Wakitubeba. Si ndio? Sasa kwa sakata la Yanga na TFF juzi, tayari kama ni mahakamani mimi ningekuwa hakimu, ningeandika maelezo ya mwanzo. Yanga wamefungwa kesi kwamba wanadai milioni 200 ya ndani ya misimu mitatu. Nafunga jalada langu, naleta kesi mezani, naleta mashahidi, nampeleka mtu jela. Kama Yanga walikuwa serious kweli, wangeshusha mkeka mzima kwenye taarifa yao ya kwanza. Sasa baada ya kutoa taarifa yao ya kwanza, baada ya kujibiwa wao na TFF, wakaona wamezidiwa hoja, wakaongeza tena mkeka wa malalamiko. Lakini TFF mimi nikawapongeza. Sawa. Wakasema wana sisi wote ni watu wazima. Kudhalilishana sio vizuri. Au sio? Nyinyi mna mtu wenu wa mahesabu na sisi upo. Mleteni tukae mezani, tupige mahesabu, tujue anadai nani. Tutaarifu umma. Umeona bwana. Lakini kilichowapeleka Yanga jana walivyoenda TFF pale na lengo husika waliloitwa hawakwenda kutekeleza. Sana sana wameenda pale, wameenda kubwaga barua, wamondoka tayari moja kwa moja. Sasa wanaanza kuleta kama maisha ya zamani, sisi hata mwanamke ukimhitaji mnatongozana kwa barua. Barua inaenda, inarudi. Yanga wao wanataka waandikiwe barua tena. Wakitaka kujibu nao warudishe majibu. Sawa, ndio maana CEO mwenyewe akasema au katibu mkuu nadhani aliongea kwamba hii sio barua sasa kama barua za kupatana. Ni afisa habari wa TFF. Hizi sio kama barua za kufanyaje? Za kutoa posa. Kwa mimi naona mpira wetu mwandishi ulishaharibika siku nyingi. Mpira wetu sisi. Sasa kinachoendelea hiki ni mwendelezo. Kwa sababu ukiangalia kwenye soka letu viongozi hawako sahihi. Ukija labda kwenye engo ya makocha wa ndani hatuoni kwenda kufundisha soka nje. Ukija kwa marefa wetu kila siku vilio. Ukija kwa wachezaji wa timu ya taifa hamna kitu. Katika engo hizi 4 sisi soka letu la Tanzania limesimama wapi? Kote unaona hakuna wafadhali. Sawa. Sasa engo ya kwanza unaenda kuiangalia kwenye nini? Kwenye uongozi moja kwa moja. Si ndio? Kwa hiyo kwenye hili kinachoendelea kati ya Yanga na TFF kwenye soka la mpira kiko sahihi. Sawa, lakini nani anaweza kwenda kuumia mbele huko? Yaani kuna kanuni zinaongoza bodi ya ligi. Kuna mtu kashikilia kanuni kwa ajili ya kuadhibu wenzie. Sawa, na kuna mmoja huyo analeta jeuri ambaye yuko ndani ya kanuni za kumwadhibu na yeye moja kwa moja. Sawa. TFF wanaweza kukubali kwamba kwa hili Yanga mmetushinda. Si ndio? Lakini msimu unavyoanza sasa tufuate kanuni.
kwenye nyeupe tuseme nyeupe, kwenye nyeusi nyeusi. Hapo hapo. Tumeona kupitia afisa habari wao klabu ya Yanga Ally Kamwe alisema kwamba iwapo wasipolipwa pesa zao hawatakuwa tayari kucheza mchezo wao wa fainali dhidi ya Singida. Yanga hapo sahihi kwenye hili? Kwamba wasipolipwa pesa zao hawapo tayari kucheza mchezo wa fainali? Yanga hawako sahihi, ila kwa akili zao wanaona wako sahihi. Sawa, kwa sababu kuna kanuni 83 zinaongoza ligi yetu. Kwenye mpira tunasema kuna sheria 17. Sawa. Kuna kanuni ya 32 inasema timu kugomea mchezo, klabu isipoleta timu uwanjani. Ndio mimi natamani sasa Yanga kama tarehe 15 hawajafika uwanjani. Hiyo kanuni nadhani wanaijua. Sawa. Kwanza watakata pointi 15. Cha pili faini milioni 5. Cha tatu watatafuta kiongozi aliyeshawishi. Sawa. Pointi 3 za mchezo husika, timu iliyofika itapewa pointi 3 na magoli 3. Sawa. Kama hawataenda kucheza fainali ya Federation, tayari kwenye fainali tunasema zinahusika timu mbili. Ina maana timu iliyofika itakabidhiwa ubingwa moja kwa moja. Sawa. Na tukiangalia hadi sasa hivi Yanga pa kukimbilia hawana. Wameenda kasi kule bila vigezo, wamefukuzwa. Kanuni ya 25 inaongelea rufaa. Kanuni ya 26 inaongelea taratibu za rufaa. Yanga kabla ya kwenda kasi walitakiwa wasome kanuni ya 25 na 26. Sawa. Tukisema kasi ni mahakama ya usuluhisho. Mahakama ya rufaa. Tafsiri ya rufaa ni kusikiliza kesi ambayo imeshafika mwisho. Upande wote ambao haujaridhika na maamuzi ya kesi ndio unachukua malalamiko yako na nani ya rufaa, nakala ya hukumu, unaenda kasi. Lakini wanaonekana kama msimamo wao kwamba hawatocheza mchezo namba 184. Msimamo wao ni ule ule kwamba hawatocheza, na wamesema kwamba viongozi wa bodi ya ligi kwa maana ya CEO Almas Kasongo pamoja na viongozi wengine wa TFF wasipojiuzuru hawatokuwa tayari kucheza mchezo huo, lakini pia hawatokuwa tayari kushiriki ligi kuu msimu ujao. Yanga kuna nini kwenye hili? Unajua mwandishi, mahakamani inavyotolewa hukumu inasomwa. Kifungu fulani, sheria namba fulani ya mwaka fulani inasema hivi. Sawa. Yanga wanayosema wao wanasema kama nani? Au hiyo kanuni ya kuambia waondoke wameipata wapi? Nasema ni klabu kubwa. Si tunaongea kanuni au tunaongea ushabiki? Kama tunaongea ushabiki tujue. Tunaongelea kanuni. Sawa. Kama tunaongea kanuni, haiwezekani leo shabiki wa Simba sisi tuandamane kwamba engineer tumtaki aondoke. Utakuwa ni wenda wazimu. Sehemu yoyote kwenye uchaguzi katiba inaeleza jinsi kiongozi ya kuingia na jinsi ya kutoka. Sawa, Yanga wana kanuni zao za kumuondoa engineer, Simba tuna kanuni zetu za kumuondoa Mangungu. Sawa. TFF nao wana kanuni zao za uchaguzi, jinsi viongozi wanavyoingia na jinsi viongozi wanavyotoka. Sasa leo shabiki wa Yanga ambaye sijui nitumie neno gani, sawa, ambaye hajielewi anakuambia hadi leo Steven Mguto hana kigezo cha kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kigezo kinatakiwa kabla ya uchaguzi au baada ya uchaguzi. Sababu Coast leo wamefanya uchaguzi wao. Uchaguzi wa Coast Union na wa TFF hauendani kwa muhula. Sawa. Kigezo wanachosema wao Steven Mguto atakiwa kuwa mwenyekiti, kipindi alikuwa anagombea alikuwa nacho. Sasa hiki kigezo hatatakiwa. Sasa uchaguzi ujao akienda kugombea ndio tutasema nini? Kigezo hamna. Sawa. Kwa hivyo unavyoongea Yanga mimi naona kama ni propaganda. Twende kwenye kanuni. Mbona mimi nataja vifungu vya kanuni? Timu isipofika uwanjani, timu ikigomea mchezo. Unaona? Timu labda ikimzuia mwenzie kufanya mazoezi, kanuni ya 17 imesema. Umeona bwana? Wao kama wanasema bodi ya ligi sio ajiuzuru ni nani? Kwanza tujue ni taasisi ya TFF. Na TFF ina rais. Sasa haiwezekani leo unasema mkuu wa mkoa ajiuzuru, mkuu wa wilaya ajiuzuru. Kwani kajiweka yeye pale? Mkuu wa wilaya tunajua nani aliyomweka bosi wake. Na mkuu wa mkoa. Sasa kwa nini wanawagusa hao wadogo wadogo wakati hii ni taasisi ambayo ina rais? Watu kama unaona wamefanyaje? Wameshiwa hoja. Kwa hiyo chanzo cha yote ni tarehe 15. Kwa mimi naomba Yanga wasijisahaulishe leo tarehe 12. Bado siku 2.
Tarehe 14 tutaanza kuona picha kamili kwenye pre-match meeting. Timu ambayo haitahudhuria kwenye mkutano ule, kanuni ya 17 inaongea taratibu za mchezo. Faini ya Yanga itaanzia hapo. Kwa hiyo picha kamili tutaiona tarehe 14 kwenye pre-match meeting. Asante sana. Naweza nikazungumza na mwingine hapa? Nani naweza nikazungumza naye? Njoo tuzungumze bwana. Sisi ndio wenye mpira wetu, sisi ndio wenye hizi timu. Mambo vipi? Poa. Wewe ni mwenye kijiwe pia, upo kijiwe chako? Ni kijiwe changu. Okay. Tumeona klabu ya Simba mapema nao walituma public statement kusema kwamba wanaomba wapewe ripoti ya uchunguzi juu ya nini ambacho kilisababisha mechi, nini ambacho kilisababisha mchezo usichezeke na nini ambacho kilisababisha wao wazuie kuingia uwanjani. Watu wanajiuliza Simba alikuwa wapi muda wote kuomba ripoti ya uchunguzi na kuja kuomba ripoti ya uchunguzi juzi, I think ni juzi. Nashukuru kwa jina naitwa Daddy Fares. Simba wamerespondi ile taarifa ya Yanga kwa sababu Yanga ndo walikuwa watu wa kwanza kutoa taarifa yao kwa wanagomea mchezo kwa ajili ya mambo ya fulani na fulani. Sasa Simba walivyoona sasa hivi kwenye media yote hawazungumziwi, wakaona bora warespondi kwa kutoa taarifa yao na wapate airtime kwenye radio station na TV mbalimbali. Unataka kusema kwamba Simba amefanya yote ili wazungumziwe? Simba amefanya hivyo mradi wazungumziwe kwa sababu hawana hoja ya msingi, kwa sababu hivyo vitu ambavyo walivyosema Yanga wao ndo wamekuja wamerespondi kwa sababu Yanga wanataka kuja kufanya mabadiliko ya mpira wa Tanzania. Yanga wanataka kuja kufanya mabadiliko ya mpira wa Tanzania kwenye kanuni, kwa sababu kanuni watu wanazidharau kanuni kwa sababu mpira wote unaendeshwa na kanuni, na Yanga wanataka kuja kufanya mabadiliko ya mpira wa Tanzania. Lakini pia wamesema kwamba mashabiki ambao walikuwa hawajanunua tiketi waendelee kununua tiketi za mchezo, lakini Yanga ambao ni mwenyeji wa mchezo mpaka sasa hivi hajafanya promo yoyote ya mchezo na anasema kwamba bado hatakuwa tayari kuleta timu uwanjani. Unaona kwamba hii haiwezi kaathiri mashabiki kwa sababu mashabiki wengi wanatoka, kuna mashabiki ambao wanatoka sehemu za mbali watahitaji kununua tiketi. Uone kama itakuwa ni athari kwa mashabiki ambao watakuwa wamenunua tiketi? Athari ni ipo, ndio maana hata Yanga ukisikia kwenye press yao walivyoitisha na wanahabari walisema kuwa mechi hamna na kuna watu wanaotoka mikoani wasije, na sisi ndio wenye mchezo kama Yanga, na Yanga ndio ana uwezo wa kwenda kuongea popote kwa sababu yeye ndio mwenye mchezo. Sasa unapokuwa mtu anakuja anaongea siku kuna mechi Yanga sio matapeli, unajua sababu hii imetokea, hii mara pili inatokea hali kama hii. Sasa na Yanga wapo wawazi, wameweka watu wawazi kwa sababu ya watu wasije, watu wanatoka mikoani, wanatoka sehemu mbalimbali, wanatoka Burundi, wanatoka wasije kwa sababu mechi hamna. Sasa unakuta timu ya pili ambayo sio mwenyeji wa mchezo anasema mechi ipo. Mechi hamna. Ni mechi hamna kweli. Hata huyo mchangiaji ambaye anasema sio leo tarehe ngapi, sio kesho, sio bado siku 3 ngapi, hamna mechi. Inabidi wa Tanzania waelewe mechi hamna. Atakayekuja uziwa tiketi ni mambo ya utapeli, mechi hamna. Mechi hamna. Unataka kusema kama viongozi wa Simba wanawakosea mashabiki zao kuambia wanunue tiketi licha ya mchezo kuonekana kupigwa? Wanawakosea. Kwa sababu gani wanawakosea? Hii Simba kama wanafanya hivi itakuwa kwa mara pili, kwa sababu mara ya kwanza waliamini wanacheza Benjamin Mkapa ile fainali ya kombe la shirikisho, haikuwa hivyo, watu wamezulumiwa tiketi zao. Sasa Yanga ni wapo wa kweli, ndio maana wanasema watu wanatoka mikoani, wanatoka sehemu mbalimbali wasije kwa sababu mechi hamna. Hata M-Card yenyewe Yanga wameongea na M-Card na Yanga ndio wenye mchezo. Wameambia M-Card hamna mechi. Na sidhani kama tiketi zinauzwa na M-Card. Sidhani. Nini kitatokea endapo klabu ya Yanga kweli wasipoleta timu Juni 15 pale katika dimba la Benjamin William Mkapa? Unaona nini ambacho kinakwenda kutokea? Mimi naona Yanga hawatoingiza timu. Sasa hivyo vitu vingine ambavyo vitatokea inabidi tuangalie. Hata mimi mwenyewe natamani kuangalia kitu gani kitatokea. Lakini narudia tena kauli yangu, Yanga wanataka kufanya mabadiliko ya mpira wa Tanzania, uendesho kwenye kanuni na taratibu za kimpira. Hata Simba kuna kipindi cha juzi kati walisema tunataka kuhamia Zambia, tunataka kuhamia Zanzibar. Kwa ajili ya nini? Waendeshaji wa ligi. Yanga ndo wanakuja kufanya mabadiliko ya mpira wa Tanzania. Inabidi watu hawasapoti Yanga. Inabidi watu hawasapoti Yanga. Unaona ni sahihi kwa viongozi wa klabu ya Yanga kuomba kwamba baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na viongozi wa TFF wajiuzulu? Ni sahihi? Ni sahihi. Kwa sababu gani?
uendeshaji wa ligi unaonekana upo kienyeji. Kanuni hazifuatwi. Sasa mtu anakuambia eti Yanga asipoenda uwanjani tarehe 15 ifuate kanuni. Mbona hawajafuata kanuni tarehe 8? Tarehe 8 hawajafuata kanuni. Sasa kanuni itumike tarehe 15 wakati tarehe 8 hawajafuata kanuni. Ina maana bodi ya ligi na federation hawana utaratibu na waendeshi mpira kwenye utaratibu. Naudia tena, Yanga wanataka kuja kufanya mabadiliko au mpira. Wanataka kuja kufanya mabadiliko ya mpira. Na mabadiliko yanatokana na nini? Mabadiliko yanatokana imradi kitokee kitu kikubwa. Yaani ukiona matatizo yanatokea, yaache atokee. Yakishatokea kuna kitu solution inakuja inapatikana. Okay, asante sana. Asante. Tuzungumza na mtu mwingine. Okay. Unaitwa nani bwana? Mimi naitwa Mr. Hamza Mchopa. Kijiwe chako kabisa hiki cha kahawa. Hichi kijiwe changu cha kahawa. Yaani nakipenda na kila siku yani nikitoka kwenye shughuli zangu lazima nije hapa. Okay. Mapema siku ya leo tumeona afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally aliweza kuchapisha kupitia mtandao wake wa Instagram. Akasema kwamba Yanga wanahitaji viongozi wajiuzuru ili waweke viongozi ambao wanataka kujinufaisha wao. Ahmed Ally ipo sahihi kwenye hili? Hiyo ni kauli ya Ahmed Ally kama mwanamichezo na mtu wa mpira. Hiyo ni kauli yake mwenyewe binafsi. Kwa sababu kuna kauli ya kama ya klabu au ya taasisi na kuna kauli ile ni kauli ya kwake mwenyewe Ahmed Ally. Mimi nadhani kwenye swala hili vilabu vyetu vikiongozwa na klabu namba 1 Tanzania, Dar es Salaam Yanga Afrika, nadhani wanashindwa kwenda nyanyakati. Wanashindwa kwenda nyanyakati vipi? Nchi yetu inapata uhuru ina watu milioni 10. Tulikuwa tunacheza shamba la bibi. Sasa hivi tuna Benjamin Mkapa. Unaona Tulikuwa mashindano ya kafu tukiingia kwenye makundi tunafanya sherehe nchi nzima. Sasa hivi ni kawaida. Sasa wanashindwa kwenda na nyakati. Unaona na kwa nini wanashindwa kwenda na nyakati? Nadhani kwanza ningeomba viongozi wa siasa, yani watu wa siasa ambao wao huwa wako nyuma ya pazia kuwayumbisha watu wa mpira. Na watu wa mpira wameegemea kwa watu wa siasa. Na ndio maana leo hii utaona kabisa likitokea swala la Yanga au la Simba utasikia wewe unaifanyia mchezo bwana, hii klabu kuna fulani na fulani. Mambo kama hayo ya kijinga na ya kishamba nchi za wenzetu hakuna. Klabu kama AC Milan, Sergio Berlusconi, waziri mkuu wa Italy, alikuwa anamiliki AC Milan. Lakini fika mambo ya utawala wa masuala ya michezo hatii neno. Anabaki kama yeye ni mwekezaji wa klabu ya AC Milan. Sasa tofauti na mpira wetu wa Tanzania. Kwa mfano haya mambo ni mambo ya ajabu sana. Na hii inatokana na kutoka fati mpaka sasa hivi federation kuvipetipeti hivi vilabu. Na kinachoonekana vilabu vinajifanya wao hasa Simba na Yanga ni watoto special. Ndio kitu kinachochagiza. Na pia uelewa wa mashabiki. Mashabiki wa Tanzania uelewa wao mdogo. Na hata kuna baadhi ya nyinyi waandishi wa habari kwenye sakata hili mnayumba. Yaani mara leo huku mnawaogopa Yanga kwa sababu mkiitwa kwenye mikutano msipigwe mawe, huku mnaenda kwa TFF. Hilo nalo mnakosea. Hamna kauli moja. Pia mna kauli za kishabiki. Unaona? Sasa kwenye swala hili kuna scenario zinajitokeza hapa ambazo zinachanganya kabisa. Unaona? Mimi nadhani mngemsikia mzee wetu Ismail Aden Lage ambaye ni mtaalamu wa masuala ya michezo, amecheza mpira kwa kiwango kikubwa na pia ni mtaalamu, amesomea mambo ya tawala za michezo. Anaongea vitu vya msingi japo yeye anajulikana ni fansi na mwanachama wa klabu ya Simba. Lakini kuna vitu vya msingi sana huwa na pepesi. Na mara nyingi Yanga ikifanya vizuri anaenda na Yanga. Ikifanya vizuri Simba anaenda na Simba, ikienda vibaya pamoja na timu yake aendi nayo. Hiyo ndo maana ya kuwa mtu wa michezo. Sasa hivi kuanzia washabiki, nyinyi waandishi wa habari, na watu mpaka bungeni, cha ajabu mpaka bungeni mtu umechaguliwa na wananchi unaongea vitu ambavyo havina msingi wote. Watu wanashindwa kunyosha. Sasa hebu tuje hapa. Klabu ya Yanga inadai inataka kutengeneza yani iwe mwanzo wa kutengeneza kanuni. Ufuataji wa kanuni za soka. Hebu tujiulize, Yanga toka ianzishwe mpaka sasa au tuseme kwa misimu hii ya ubingwa wake imevunja kanuni ngapi? Ni kanuni ngapi kuanzia za usajili, kuanzia kanuni za kwenye pichi uwanjani, ambapo mara ngapi wameingia kinyume na taratibu za mpira, wanaingia yani tofauti na mlango ambao umeruhusiwa. Walishawahi kufanya hivyo kwenye michuano ya CAF. Yani leo unatakiwa uingie geti labda namba 1, ukapita geti namba 2, walishawahi kufanya. Hebu tuangalie wameamaje kwenye uwanja wa Azam Complex ambao ni uwanja walisema mpaka wakaupa jina la Mohamed wa 5. Harakati zao zote
Na mpaka Yanga ilipo pale zilianzia kwenye uwanja wa Azam Complex, lakini baada ya vitu vyao ambavyo sisi hatuvielewi wakatoka kule na matusi. Kingine mimi nadhani yani kingine kuna vitu hata huyu bosi wenu Manara. Unajua Manara mjanja Kuna sehemu huwa haendi. Ni mjanja sana. Watu wajifunze. Kuna vitu vingine jamaa tunamsema Manara lakini watu wajifunze kwa Manara kuna vitu vingine. Kwa mfano Ali Kamwe anabebeshwa mabomu. Yaani anabebeshwa mabomu, matokeo yake yanakuja kuwa fedhea, lakini sisi mashabiki kinachotuchanganya. Mashabiki, viongozi wa siasa na watu wa mpira. Nembo zetu kuzipigania. Kwenye swala hili liko wazi kabisa. Hivi mpaka mchezo ifikie hatua upewe pointi 3 ni vitu gani vinatakiwa vifanywe? Mpaka unafikia upewe pointi 3 kwa sababu kama Yanga wanalilia zile pointi 3 au kwa nini mechi iliahirishwa? Mechi ya kwanza ile ya 2000 na ngapi na 2021. Mechi imesogezwa masaa mawili mbele kutoka saa 11 mpaka saa 1. Unaona ujeuri wa vilabu. Taratibu zote za kimpira zilifuatwa. Marefari wako pale ambaye ni baba wa shirikisho anasema jamani mechi tunaiongeza kwa masaa mawili kutoka saa 11 mpaka saa 1. Unaona kutokana na taratibu yeye kama baba. Maana hata baba akiamua nyumbani bwana nyinyi kuanzia sasa tunakula ugali saa 1 mnalala. Kwa kumheshimu baba mnafanya. Lakini tukaona utembo wa vilabu pale. Taarifa ilitoka ya dharura, tukaona kweli klabu moja ilitii, klabu moja haikutii kwa sababu ya ukubwa wake. Imefika waamuzi kila kitu wako uwanjani. Lakini mechi ikaahirishwa. Sasa pale umeona sasa turudi sasa Simba walifanya nini baada ya mechi kuahirishwa? Ambapo na waamuzi walikuwa uwanjani. Kwa hizi scenario zinakwenda kwanza kuzidekeza hizo klabu. Na nyinyi waandishi hiyo ni sababu. Unaona? Nyinyi waandishi pia ni sababu amkai katika mlengo mmoja. Kama ni kuinyosha TFF, kama ni kuinyosha Dar es Salaam Yanga Afrika, kama kuinyosha Simba Sports Club. Hamkai katika kwa mfano kama hili. Umeona masuala ya fedhea? Limekuja swala la tarehe 8 hatuchezi. Jamaa moja kwa moja wakaenda kasi wakawarudisha. Hebu rudini huko kwa baba zenu. Wamerudi huku ikawa msuguano hapa. Imeenda nadhani wakaitwa na viongozi wa serikali. TFF Yanga pamoja na watu TFF pamoja na Yanga wakaitwa na watu wa serikali wakayaongea walioyaongea. TFF wakapanga tarehe 15 lakini Dar es Salaam Young Africans kwa kulingia umma wa mashabiki wake, na mashabiki wengi wa Tanzania kwa bahati hawana uelewa wa mpira. Huwa wanafuata kile kinachoongewa kwamba wakiona sisi ni wakubwa. Sisi hatuchezi mpaka wanatengeneza fulana. Hatuchezi Unaona hili sasa limekuja limewapalia. Kwanza wangeshtuka sisi tumeenda kasi kwa nini tumerudishwa huku? Huyu ndio baba wa mpira. Unajua unaweza ukamjeulia baba yako. Yaani baba anaweza akawa kuna mambo ukubaliane nayo lakini kuna aina ya nidhamu ambayo unataka baba yako upingane naye. Lakini sio kwenda hivyo. Na hizi klabu zinalingia umma wa mashabiki wake. Sasa walivyoambiwa bwana tarehe 15 wakaanza na slogan. TFF wakakaa kimya. Hatuchezi. Mambo mbalimbali hapa yametoka kwa sababu kanuni ziko wazi, sheria ziko wazi. Hatutaki kujua haya yalotokea uwanja wa Taifa ni mambo gani yalitokea, lakini inavyosemekana kama kweli ni baadhi kwa sababu imani za kishirikina mimi nadhani ndio zilizovunja ule mchezo wa tarehe 8. Kwa sababu Yanga ndio timu bora yenye quality. Bingwa mara 3 mfululizo. Wametoka kufanya vizuri na wana kikosi kizuri. Inakuwaje ukapeleka vitu kama vile uwanjani? Siku moja kabla ya mechi ambapo kanuni inamruhusu mgeni afanye mazoezi, vitimbwi kama ni wao, mimi nasema kama ni wao walishiriki kuwafanya Simba wasiingie kufanya mazoezi. Ule ilitakiwa kwanza ndani ya Yanga. Yaani ndani ya Yanga waoji ni afisa gani au ni mtu gani aliyefanya vile vitendo kutukimbizia mteja wetu pale uwanjani. Simba pamoja amefuata kanuni. Simba akaandika barua, mimi nimefanywa vitendo ambavyo nataka niingie uwanjani nifanye mazoezi kama kanuni inavyoniruhusu. Nimezuiwa kwa sababu sina maandalizi ya kutosha. Na eneo la kuchezea sijaliona, nije nikague. Simba wakaandika barua, bodi ya ligi wakaahirisha mchezo. Wakachunguza wakaona ni kweli. Ina maana lakini hapo kosa sio la Simba. Sasa hapa inapotembea ni nongwa. Kwa nini huyu kafanya hivi? Sasa unaona sasa fedhea zinakuja. Baada ya kuwaita kupanga tarehe. Huyu bwana mkubwa sasa anavimbisha nini misuli? Vimbisha misuli. Bwana tarehe iko pale. Bungeni huko na uzuri serikali imeshajitoa. Imeshasija katukuta ya Kenya. Nadhani kila siku mnaambiwa serikali haitaki kuingilia taratibu za tawala za soka.
na tawala za serikali ni vitu mbali. Soka ni kama soka, rais wa FIFA ana uwezo kwenda sehemu yoyote. Rais wa FIFA anaweza kumfungia mtu yoyote, yale ni mamlaka yake. Sasa Tanzania soka na serikali tunavichanganya pamoja. Hivi watu wanahangaika kuwapigia wakubwa. Yaani kwamba wakubwa wajibishe TFF. Huo ni mambo ya kizamani, tunaweza tukasema ni ushamba. Hawa wakubwa wetu Mungu akiwachukua, yaani wakubwa ambao tunawategemea labda wastaafu akina nani, Mungu akiwachukua inakuwaje? Kwa hiyo umeona sasa fedha ilivyokuja. Baada ya kuona sasa TFF wamekaza msuli, kelele, nadhani kuna simu ya busara ilipigwa kutoka kwa wakubwa. Bwana, hebu kaeni na watoto wenu muongee. TFF bila nani wakatumia hekima ya kuandikia barua Yanga waje waongee. Ni sababu gani inayofanya washikilie msimamo wao wa kutokucheza tarehe 15? Lakini walivyokwenda Yanga wakwenda na ajenda tofauti, ajenda 4. Moja ndio ya msingi, lakini kwa sasa ilikuwa si wakati wake. Hatumtaki katibu tena, wenyewe wanasema wanataka, kwa mujibu wa msemaji wao Ali Kamwe. Ni uvunjifu wa adabu. Ile sio heshima, wanamponza huyu mtoto. Yanga tunataka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru. Yanga tunataka mwenyekiti wa bodi ajiuzuru. Yanga tunataka bodi nzima ijiuzuru. La msingi kwamba tunataka bodi iwe huru ijitegemee. Lile ni swala la msingi ambalo Yanga Afrika wameliongea, lakini ina maana wameliongea kwa jazba, si nyakati zake. Unaona, na si nyakati zake. Wakatoka kwenye nje ya mada yao kwamba kwa nini tarehe 8 hatukucheza. Yaani wangeshikilia msimamo wao kwamba tarehe 8 hatucheze. Alafu kitu kingine kibweka cha ajabu, hatuna imani na bodi ya ligi. Lakini hapa baada ya kusema hatuna imani na bodi ya ligi, wamecheza mechi ngapi Yanga? Yaani baada ile mechi kuahirishwa wakasema hatuna imani na bodi ya ligi, tarehe hiyo 15 hatuchezi. Hapa katikati walicheza mechi ngapi? Hizo mechi walizocheza zilikuwa zinasimamiwa na bodi gani? Unaona hapo? Haya, baada hii ya juzi sasa kuitwa, wakaja na vitu hivyo, wanambebesha mizigo huyu mtoto Ali Kamwe. Ali Kamwe aliyekuwa Azam TV, mwenye hekima, mwenye busara, anayeongea vitu mpaka vinakusisimua, vitu vizuri. Sio Ali Kamwe wa sasa hivi. Ali Kamwe wa sasa hivi huwezi kumtofautisha na mtu wa mtaani jinsi anavyoongea. Unaona, anajivunjia heshima kadri siku zinavyokwenda. Sasa umeona sasa, baada sasa ya kufanya vile vibweka na kusimamia msimamo wao, tarehe 15 bwana milie ile, kwa sababu wanategemea watu wa serikali watetee, lakini watu wa serikali wameshajitoa. Kilichotokea sasa, wamekuja na slogan. Wanafanya mkutano saa 4, saa 11 wanaitisha mkutano wao, ukiongozwa na msemaji wao Ali Kamwe. Anarudia yale na kuongeza. Kwanza anasubutu kusema, yani sisi hiyo tarehe 15 hatuleti timu na hakuna mwanamume yoyote anayeweza kugusa pointi hata moja ya Yanga. Nguvu ya umma wataijua. Ule ni mojawapo, kutoa kauli kama hiyo ni uvunjifu wa amani. Kwa sababu unawaona hawa mashabiki wa Yanga wote wanafuata kauli zake kwa sababu ya mapenzi ya klabu yao. Chochote kitakachoongewa na Ali Kamwe wanakifuata. Okay, tumalize. Kwenye haya yote tumezungumza mambo mengi sana. Kwenye haya yote tumalize, nani anapaswa kuwajibishwa? Mimi nadhani kanuni zifanye kazi. Kama Dar es Salaam Yanga Africans wamesema wanataka kusafisha mpira huu, ukiwa na kidonda kinapona kwa kuoshwa. Hata iwe na maji ya chumvi au spiriti, maumivu utayapata. Kama kweli Yanga, kwa sababu na wao tunaamini hapa Yanga, Simba, TFF wote ni wachafu. Kama kweli wamezamilia, wakubaliane na yote atakayotokea tarehe 15. Hatutaki kuona maandamano. Hapa vituo vyote vya polisi vishapigiwa simu. Tunaambiwa kabisa, yaani tawala zote za kiserikali, hawa watu wanataka kufanya uvunjifu wa amani. Kwa sababu tarehe 15, kwa sababu ya viongozi wao kwenda kufanya vitu tofauti, wanataka wafanye vitu ambavyo si vya amani. Tarehe 15 tunaomba Mulilo, watu wote wa usalama waangalie hawa watu. Wanataka kuleta uvunjifu wa amani. Sasa hivi nchi yetu iko katika utulivu. Tunaomba kabisa waangalie hawa watu. Wameshaandaa watu kwenye matawi kwa ajili ya kufanya vurugu na kuleta uvunjifu wa amani. Wanataka kuvunja kanuni, wanataka kuvunja sheria. Okay, asante sana. Ngoja tuzungumze na mtu mwingine hapa. Hili ni sakata la muda mrefu na tumeona lilianzia mara baada ya mchezo wa Machi 8 ya dabi ya Kariakoo kuahirisha kati ya Simba na Yanga. Mambo mengi yameibuka. Moja kati ya vitu ambavyo vimeibuka, tumeona pia klabu ya Yanga kupitia kwa afisa habari wake kupitia mkutano na waandishi wa habari alisema kwamba hawana imani pia na marefari kwamba wameonekana kuipendelea timu fulani ambayo kuitaja jina.
na marefari yao wamekuwa hawachukuliwa hatua yoyote. Alikama alikuwa sahihi kwenye hilo? Asante. Kwa majina naitwa Mohamed Zuberi, alimaarufu kama mzee wa Cuba. Kwenye swali ambalo umeniuliza, nafikiri kuna hoja nyingi. Sawa, kuna hoja nyingi kwa sababu ya kuna baadhi ya watu hawajafuata uweredi wa mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hivyo klabu kama Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu imeshatoka huko kwenye kategori hizo, kwenye scenario hizo, sawa, wanaangalia mbele, wana focus mbele. Hawaangalii kwa ajili ya Dar es Salaam Young Africans kama yeye alizulumu, aliiba, ameshaamua kuwa mtakatifu. Sawa, ameamua kurudi kwa Mungu. Na hajaamua kurudi kwa Mungu kwa ajili ya yeye, hapana, kwa ajili ya watu wanaokuja nyuma yake. Unajua kuna baadhi ya watu anaweza akaamua atulie kwa sababu yeye ndio firstborn kwenye familia. Hivyo vitu vipo. Sasa Yanga yeye ameangalia kama mimi ambaye ni Dar es Salaam Young Africans, ni title contender kwenye ligi ya Tanzania. Sawa, nafanyiwa haya ninayoyaona. Sawa, vipi klabu kama KMC? Vipi klabu kama Coast Union? Maana yake watapata madhira makubwa zaidi ya haya. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu kama hawa makoro, sawa, wao hawaangalii huko, wao wana focus kwa kesho yao itakuwaje. Sawa? Kwa hiyo ukitaka kufocus kwa kesho yako itakuwaje, sawa, inawezekana ukafanikiwa kwa hiyo kesho. Lakini ikakuletea shida kubwa utakapocheza michezo migumu, kwa sababu watu wote unaoshiriki nao kwenye ligi moja ni dhaifu. Haya maneno aliyasema mwalimu mmoja anaitwa Cyril Lamovich. Sawa, sasa hivi ameondoka. Kwa sababu aliangalia akaona mimi nimeingia juzi, nimeshinda 2, nimeshinda 4, yani hata wachezaji hawajanielewa, hawajaingia kwenye mfumo wangu, lakini napata matokeo mazuri. Maana yake hii ligi ni dhaifu. Umeona, baada ya kwenda kutoa hayo maelezo akaonekana kama yeye anaidhalilisha ligi ya Tanzania. Ukweli ndio huo, kwamba Yanga anachokitafuta kwa sasa, anatafuta kukomboa huu mpira. Nimesikiliza waandishi wa habari za michezo wengi, nimesikiliza hata wasemaji wengi, lakini hoja za Alikamwe na hoja za Dar es Salaam Young Africans ziko hivi, zimenyoka. Kwa nini zimenyoka? Zimenyoka kwa sababu zinatija ndani yake. Kwa mfano, hoja ya tarehe 8 miezi iliyopita huko ilikuwa ni nani ameahirisha mchezo, wanataka kupata ripoti ya mchezo ule. Sawa, imeshindikana kutoka, lakini yeye anavyosema kwamba kwenye kikao mtu alisema kwamba kuna mtu alipiga simu, tukakubaliana kwamba utamsema. Sawa, lakini umekujana na waandishi wa habari hujamtaja, umeongea mengine. Kwa hiyo hili lilikuwa tatizo. Lakini ukiachana na hayo, Ali Shaban Kamwe akaenda akasema hivi, na hata mchezo wa CRDB hatutocheza kwa sababu tuna madai yetu, tuwekeni hela yetu kwenye akaunti tucheze. Mimi nakuuliza we mwandishi, kwa mfano bingwa wa sasa hivi wa CAF Champions League, bingwa wa shirikisho barani Afrika, wamelipwa pesa zao ama bado hawajalipwa, wanasubiri msimu ujao? Wamelipwa. Kwa hiyo kama wamelipwa, kwa nini pesa ya Dar es Salaam Young Africans yani inasubirishwa? Kwa mfano ukienda kucheza tarehe ngapi, tarehe 28 wanacheza Yanga na Singida, si ndio? Inasubirije mpaka msimu ujao ndio Yanga alipo? Kwa nini? Wakati wao ndio wameshika kwenye mpini, Yanga kashika kwenye makali. Maana yake hawa wanaonekana wazi dhahiri shairi ni dhuluma. Hii dhuluma Yanga ndio anataka kuikausha. Kwa hiyo Yanga akienda kukausha hiyo dhuluma, watu wengine sasa ambao hawahusiki na hiyo kesi, wao wanapata tabu. Sasa hivi anagongwa mwingine na analia mwingine. Hiyo ndio shida kubwa. Lakini kama Yanga atakapomaliza kuhangaika na hili tatizo, litakapofika mwisho, tusije tukasikia Singida wala Dodoma wala wao kulalamika. Kwa nini? Kwa sababu ya sasa hivi ndio wakati wa kulalamika. Mtu keshafungua njia, jioni tulalamike. Sawa, ili mradi mtu kama kuadabishwa au kujiadabisha au kujiengua pale kwenye wadhifa alionao, kwa sababu sio dhambi. Hata ukienda kuangalia kuna baadhi ya viongozi wakubwa wa kiserikali wameshawahi yani kujiuzuru na afu baadaye wakachaguliwa tena, sio dhambi. Kwa mfano mzee Ali Hassan Mwinyi keshawahi kujiuzuru wakati fulani. Sawa, mtu mmoja anaitwa nani alikuwa waziri mkuu wanamuita Edward Ngoyai Lowassa. Sawa, naye pia alishawahi kufanya hivyo, lakini kupitia chama chake bado akamwona ni mtu wa maana na wakaendelea kuwa naye. Sawa, kwa hiyo ukiona labda watu wengi wanapiga kelele, unaweza ukakaa pembeni, alafu baadaye kama ni mwadilifu watu watakuchagua tena.
Okay, tuje hapo kwenye swala la Yanga kuwadai TFF fedha zao za ubingwa wa kombe la CRDB. TFF walijibu Yanga wakasema kwamba kuna madeni ambayo klabu ya Yanga walikuwa wanadaiwa na TFF ambayo yalikuwa yanajumuisha ada za wachezaji wa kigeni. Mbona TFF ni sahihi kuwakata Yanga mapema? Kama wamekubaliana ni sahihi, lakini huwezi wamekubaliana ni sahihi. Kama wamekubaliana ni sahihi, lakini unatakiwa ukate kwa maandishi. Bana, hii ilikuwa milioni 200. Sawa, tumekata labda Tuisila ameingia ni milioni 20 tumekata. Labda Mkoko ameingia milioni 15 tumekata. Wewe unaorodhesha unawatumia. Hawa na wewe ukibaki na slip huku sio dhambi. Umeona? Bwana ukija hapa tunakuja kwa maandishi bwana mkeka wako huu hapa. Wa msimu wa kwanza, msimu wa pili, msimu wa tatu. Sawa, hakuna mtu atapiga kelele, lakini wamekata kienyeji. Na mpaka sasa hivi hoja ya msingi mimi niliyokuwa nayo moyoni mwangu, kama mdhamini alikuwa ni Azam, kutoka kwa Azam kuja kwa CRDB, maana yake hata mabanda unayoona, sawa, haiwezekani haya mabanda mimi nitoke huko from nowhere nije pale nataka banda, alafu banda ni labda ni 300,000 kwa mwezi, si ndio? Alafu mimi niulizwe na mwenye banda, bwana nimtoe yule, wewe utanilipa bei gani? Mimi nitakulipa 300,000. Sasa kuna hoja gani ya kumtoa yule? Maana yake Azam alikuwa anatoa milioni 50. Kama Azam alikuwa anatoa milioni 50, huyu aliyekuja anatoa bei gani? Je, akishatoa hela ubingwa ndio imeisha? Maana yake hakuna labda mfungaji bora apate chochote, wala goli bora hakuna, wala hakuna. Yaani ni vile medali tu na hela ya mshindi milioni 50 basi. Maana yake hakuna mchanganuo. Ndio watu wanachokitaka. Lakini pia hawa watu wanapojikanyaga, Dar es Salaam Young Africans jana walikwenda na watu watatu akiwemo CEO wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Yeah. Hoja za Yanga, sawa, mchanganuo wanajua wameshakata. Mchanganuo kilichobaki, sawa, kilichobaki ni bei gani? Unajua Yanga ni taasisi kubwa, sawa, yani ukienda kuangalia Yanga inaweza ikawa na nguvu kuliko hata baadhi ya vyama vya serikali vya kisiasa nchini. Dar es Salaam Young Africans power aliyokuwa nayo, kwa sababu leo hii Young Africans wakisema tunahitaji baadhi ya watu, hii Dar es Salaam kila tawi lilete watu 2,000, wanaweza wakafika pale makao makuu kwa wakati. Lakini hivyo vyama vya siasa vikisema tunataka kila tawi lilete mwanachama mmoja, inaweza wasipatikane. Sasa Yanga ina nguvu kuliko baadhi ya taasisi hapa nchini. Kwa hiyo hatutaki kutumia nguvu. Tunahitaji yani baadhi ya vitu viende pole pole na vifanywe kazi kwa wakati. Hawajaongea kwamba hatutocheza kila mchezo, ila kuna kuendea inabidi wasitishe kucheza kwa sababu wanaosimamia huo mchezo wanaonekana wanaubana ule mchezo. Yani wenye haki, wenye hadhi ya kupewa zile baadhi ya vitu wanakosa haki zao za msingi. Kwa hivyo